إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار إخوة الإيمان أحباب رسول الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu watukufu wa Islam, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. إن موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل جلاله سوف أتكلم إن شاء الله عن فضل شهر رمضان وقيمته. موضوع ya khutba yetu ya leo kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala nitazungumzia ubora wa utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na thamani ya mwezi huo. أيها الناس، أولا فلا بد أن نرحب هذا الشهر الكريم. Jambo la kwanza, ipo haja ya kukaribisha huu mwezi ikiwa uko mbele ya macho yetu. Naqulu ahlan wa sahlan bisiyam ya habiban zarana fi kulli am. Karibu sana mwezi wa saum, mwezi wa funga, ewe kipenzi ambaye kwa kila mwaka watufanyia ziara. أيها الناس، والله إن أعداء الإسلام لا يعرفون قيمة رمضان. نموapia Allah tabaraka wa taala, hakika maadui wa Uislamu wanajua wazi thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ramadhan يكفيه شرفا أنه ركن من أركان الإسلام. Ramadhan yatosha kuwa ni utukufu kabisa, yatosha kuwa ni mwezi mtukufu pale ambapo ulipokuwa ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Wa Ramadhanu yakfihi fakhran annahu unzila fihi alquran. Ramadhan yatosha kuwa ni fakhri kwa mwezi huo pale ambapo Qur'ani iliposhushwa ama ilipoteremshwa ndani yake. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao Allah subhanahu wa ta'ala kaishusha Qur'ani ndani yake. Wa Ramadhanu yakfihi izzan anna alhasanati fihi tatadha'af, na mwezi wa Ramadhan yatosha kabisa kuwa ni mwezi mtukufu pale ambapo mema ndani yake huongezwa. Qala Ibrahimu an-Nakhai, mmoja katika wanachuoni wakubwa kabisa, anasema rak'atun fi Ramadhan bi alfi rak'ah. Rak'a moja ambayo anaileta mja katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, nafasi yake, thawabu zake ni sawa na yule aliyeleta rak'a 1000. Wasajdatun fi Ramadhan bi alfi sajda, na sijda moja anayoileta mu'min ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan sawa sawa kaleta sijda 1000.
وتصبيحة في رمضان ب1000 تصبيحة, na tasbihi anayoileta mu'min ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan inachukua nafasi ya tasbihi 1000. Wa sadaqatun fi Ramadhan, na sadaqa inayoletwa na mu'min ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan ب1000 sadaqa, inachukua nafasi ya sadaqa 1000. Kwa maana wahesabiwa kuwa umetoa sadaqa 1000 kwa ile sadaqa yako moja tu uliyoitoa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Wa Ramadhan baina ash-shuhuri ka Yusuf baina ikhwatihi, na mwezi mtukufu Ramadhan kati ya miezi yote ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama alivyokuwa Nabiullah Yusuf kwa ndugu zake. Fakama anna Yusufa ahabba al-awladi ila Yaqub, kama ilivyokuwa Nabiullah Yusuf ni mtoto anayependwa zaidi na mzee Yaqub katika jumla ya watoto wake wote, mtoto ambaye amechukua nafasi ya kwanza kwa kupendwa na mzee Yaqub. Fakadhalika Ramadhanu ahabbu ash-shuhuri ila allami al-ghuyub, vile vile Ramadhan ni mwezi ambao wapendwa mno na Allah azza wa jal, mjuzi wa mambo ya ghaibu. Ndugu zangu Waislamu, اختار الله رمضان من بين الشهور, Allah azza wa jal kauteua mwezi wa Ramadhani kati ya miezi yote. Wa rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar, na hii ni ada, ni desturi ya Allah azza wa jal kuteua baadhi ya vitu. Ndiye ambaye anateua vitu mbalimbali anavyovitaka. Ayuha nnas, فلقد فضل الله أشياء على أشياء, Allah azza wa jal amekuja kuzifadlisha vitu kwa vitu vingine, amekuja vifadlisha vitu dhidi ya vitu vingine. Fadala Allahu jabalan ala sairi aljibal, Allah azza wa jalla amekuja utukuza na kufadlisha mlima katika milima yote aliyoyumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa huwa jabalu Uhud, nao si mwingine bali ni mlima wa Uhud. Wa fadala Allahu baladan ala sairi albilad, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kutukuza mji katika miji yote aliyoyumba. Ala wa hiya Makkah, nao si mwingine ni mji wa Makkah. Wa fadala Allahu ma'an ala sairi almiyah, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kuyafadlisha na kuyatukuza maji katika maji yote aliyoyaumba. Ala wa huwa ma'u Zamzam, nayo ni maji ya Zamzam. وفضل الله ملكا على سائر الملائكة, na Allah subhanahu wa ta'ala amemfadlisha malaika katika malaika wote alioumba. Ala wa huwa Jibril alayhi salam, naye si mwingine ni sayyiduna Jibril alayhi salam. Wafadala Allahu laylatan ala sairi layali, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kutukuza usiku katika mausiku yote aliyoyaumba. Ala wa hiya laylatul qadri, nao si usiku mwingine, si usiku wowote isipokuwa ni usiku wa cheo, usiku wa Lailatul Qadri. Wa fadala Allahu kitaban ala sairi alkutub, na Allah azza wa jal amekuja kukifadlisha kitabu katika vitabu vyote. Ala wa huwa alquran, nacho si kingine bali ni kitabu cha Quran. Wa fadala Allahu shahran ala sairi shuhur, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kutukuza mwezi katika miezi yote aliyoyumba. Ala wa huwa shahru Ramadhan, nao si mwingine ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa fadala Allahu basharan ala sairi albashar, na Allah azza wa jal amekuja kumtukuza kiumbe katika viumbe wake wote aliyowaumba. Ala wa huwa Muhammadun sayyidul bashar, na si mwingine huyo ni mtume Muhammad, bwana wa viumbe wote. Ayuha nnas, ya Abdallah, fi Ramadan ihris ala at-ta'ah, katika mwezi mtukufu Ramadhan ni jukumu lako, ni wajibu ndugu yangu Muislam, ni wajibu juu yako kupupia taa. Wahdhar min al-ma'siyah, chukua tahadhari kutokana na maasi mbalimbali. Fi Ramadan kuffa alayka lisanak, katika mwezi mtukufu Ramadhan chunga, zuia, kamata ulimi wako. Wada'ka min sirati an-nasi fil majalis, lakini achana na kuwazungumzia watu katika vikao mbalimbali. Yaqulu alayhi salatu wassalam, mtume alayhi salatu wassalam asema, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Yule yoyote ambaye lam yada' qawla az-zur, hakuacha maneno
ya uongo, maneno ya uzushi, wal amala bihi, lakini pia na kufanyia kazi ule uongo wake. Falaysa lillahi haja, mtu huyu hana chochote, hana haja yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi an yada'a ta'amahu, katika kuacha kwake chakula, wa sharabahu, na kinywaji chake. Allah azza wa jal, muda wa kuwa hujaachana na tabia ya kusema sema uongo, hujaachana na tabia ya kusema sema maneno ya kipuuzi ya kizushi mbalimbali, Allah hatuangalia na hatojali kuacha kwako kula na kuacha kwako kunywa. Rawahu al-Bukhari. Fattaqullaha ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah, fi hadha ash-shahri, katika huu mwezi ambao tuingia ndugu zangu Waislamu. Wala tudayyi'uhu bil musalsalati wal fawazir, msiwe tayari kupoteza bure huu mwezi kwa mambo ya kipuuzi ambayo hayana maana. Watu wakawa na keti katika screen na kuangalia maigizo mbalimbali ambayo hayana tija yoyote katika Uislamu, kama ambavyo tunavyoshuhudia Waislamu wengi wanapoteza muda wao kuangalia matukio na mambo ambayo la faida, hayana faida yoyote wala natija, hayana matokeo yoyote yaliyokuwa ya khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jukumu letu Waislamu kuanzia hivi sasa kuachana navyo na kujiweka mbali navyo, ili tusije tukaupoteza bure huu mwezi ikawa tumekula hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min dhalika. Ndugu zangu Waislamu, wada'ukum min alghibati wan namimati wal hiqdi wal hasad, lakini pia achaneni na tabia ya kusengenya, kuwatajataja watu, lakini pia tabia ya kuchochea, kuhamisha maneno huku kupeleka upande mwingine, kwa lengo la kutaka kufarakanisha watu, kwa lengo la kutaka kugombanisha watu. Ni katika vitu ambavyo tunatakiwa kujitenga navyo na kujiharamishia katika maisha yetu. Lakini pia chuki mbalimbali ambazo hazina maana yoyote, yani chuki binafsi ambazo hazina faida yoyote, vinyongo, vile vifundo ambavyo tutaweza kuvifutika katika nyoyo zetu, ni vitu ambavyo tunatakiwa kujitenga navyo na kuachana navyo. Lakini na hasad, huenda mfungaji asiwe na chochote katika funga yake isipokuwa ikawa ameshinda na njaa na kiu. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahar, huenda vile vile msimamaji asiwe na chochote, asipate chochote katika kisimamo chake isipokuwa ikawa amejitaabisha bure na kakesha bila sababu za msingi. Ndugu zangu Waislamu, adhimu ash-shahra fi nufusikum, ebu tukuzeni mwezi katika nafsi zenu. Wala tushahidu al-mawaqi' al-habita, msiwe tayari kushikamana ama kushuhudia matukio mbalimbali ambayo hayana faida yoyote, matukio mabaya tujiweke mbali nayo, kwani kufanya hivyo fahadha intihakun lishahr, ni kuvunjia heshima mwezi mtukufu Ramadhan. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Ayuha an-nas, siyamu Ramadhan sababun min asbabi maghfirati dhunub, mwezi au funga ya mwezi mtukufu Ramadhan ni sababu miongoni mwa sababu za kusamehewa madhambi. Qala alayhi salatu wassalam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhan imanan, akiwa ameamini kuwa ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, na ikawa anataraji kwa funga yake ile malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa madhambi yake yote ambayo amekwisha yatanguliza. Rawahu al-Bukhari. Wallahi khaba wa khasir man adraka ramadhana wa lam yughfar lah, kwa hakika amekula khasara yeyote ambaye ameudiriki mwezi mtukufu Ramadhan na mwezi wa Ramadhani ukaondoka hali ya kuwa hajasamehewa madhambi yake. Yaqulu Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah, تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. ابن القيم الجوزي anasema, namwapia Allah subhanahu wa ta'ala, lau wangeliambiwa watu walioko makaburini, laitani kungekuwa na uwezekano huo wa kuambiwa watu walioko makaburini, tamannau, hebu tamanini jambo lolote ili mpewe. Anasema la tamannau yawman min Ramadhan, wallahi wangelitamani siku moja tu itokanayo na mwezi mtukufu Ramadhan, wangetamani waipate siku moja tu
ya mwezi mtukufu Ramadhan, kuonyesha kwamba mwezi wa Ramadhani sio mwezi wa kawaida. Mwezi wa Ramadhani sio mwezi ambao tunaweza kufananisha na miezi mingine, ni mwezi wa aina yake, ni mwezi wa pekee kwa utukufu wake. Ndugu zangu Waislamu, hakika tunatakiwa kuwa hadhir na kuwa makini katika kuuchunga huu mwezi na kujikita ala kadri istitaatina, kwa kadri ya uwezo wetu katika kushikamana na mambo yenye faida ambayo yatakuja kutuletea faida iliyokuwa mzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu alayhi salatu wassalam. أما بعد أوصيكم مرارا وتكرارا مع نفسي بتقوى الله عز وجل. نوصي ndugu Waislamu kwa mara nyingine bila ya kuisahau nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika khutba yangu ya pili nitapenda kutoa baadhi ya wasia ambao naweza nikauelekeza kwa waumini katika vitu ambavyo wanatakiwa wajipambe navyo ndani ya mwezi huu mtukufu Ramadhan ambao tunauelekea. Ayuha nas, wa nasihati laka ayuha shabul mutazawwij. Nikianza na kuelekeza wasia wangu kwa kijana ambaye yuko katika ndoa, yuko katika ibada ya ndoa. Nasihati lak أيها الشاب المتزوج في رمضان تناول وجبة الإفطار مع أمك وأبيك. katika mwezi huu mtukufu Ramadhan, jiwekee utaratibu ndugu yangu Muislam wa kufuturu, wa kula chakula pamoja na mama yako na baba yako. Jitengenezee mazingira na jitengenezee desturi, jiwekee taratibu hiyo ya kuweza kufuturu au kula pamoja na wazazi wako. Mahma fahuma barakatun fi albayt, fahuma barakatu albayt, kwa sababu hawa wawili wazazi wako ni baraka katika nyumba yako. Fa idha fa'alta dhalik, endapo utafanya hivyo ndugu yangu Muislam, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala sawfa yarda ank, hakika Allah azza wa jal atakuja kukuridhia. Ala, tambueni ndugu zangu Waislamu, al-ummu la tuqaddaru bi thaman, mama ni mzazi ambaye hawezi kukadiriwa kwa thamani yoyote. Walabu la yukarriruhu az-zaman, lakini pia baba ni mzazi ambaye harudiwi kwa zama. Ridha al-rabb fi ridha al-walidain, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziko pamoja na radhi za wazazi wawili. Wa sakhati ar-rabb, na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala fi sakhati al-walidain ziko pamoja na hasira na chuki za wazazi wawili. In radiyat anka ummuk radhiya anka rabbuk, mama yako akikuridhia moja kwa moja bila shaka Mola wako anakuridhia. Wa in sakhita alayka abuka sakhita alayka rabbuk, na kama baba yako atakuchukia na akakukasirikia, hakika Allah subhanahu wa ta'ala naye atakukasirikia. Wa kadhalika zawjatuka laha haqqun, lakini pia katika vitu ambavyo watakiwa kuvijua ndugu yangu Muislam, mke wako naye ana haki juu yako. Fahiya ummu auladik, kwa sababu yeye ni mama wa watoto wako. Wa ra'iyatu amwalik, lakini pia ndiye anayechunga mali zako. Wakatimatu asrarik, na ndiye anayeficha siri zako. Inda al-iftar mathalan, wakati wa kufungua kinywa, wakati wa kufuturu. In jahazat laka zawjuka au zawjatuka ta'aman tayyiba, endapo mke wako atakuandalia chakula kilichokuwa kizuri, ushkurha wajbur bi khatiriha, ebu kuwa mwepesi katika kumshukuru, mshukuru kwa kile chakula ambacho amekuandalia. Falmar'a tahtaju min zawjiha ila kalimatin tayyiba, siku zote mwanamke anapenda na anatamani kutoka kwa mumewe maneno yaliyokuwa mazuri. Ni moja katika vitu vya msingi kabisa ambavyo waweza ukauteka moyo wa mwanamke, waweza ukauteka moyo wa mke wako kwa kumpatia maneno mazuri. Ayuha nas, wa'lamu anna almar'ata hiya insanatun dha'ifa, eleweni hakika mwanamke ni kiumbe, ni binadamu dhaifu. Maksuratul janah, ni kiumbe ambaye mbavu yake imekuwa ni yenye kuvunjika, anahitaji kuamiliwa kwa wema na kwa upole wa hali ya juu. Yani kullaha kalam alhilm, maneno matamu, maneno mazuri
kuwa mwepesi katika kumtamkia mke wako. Ndugu zangu Waislamu, yani almar'atu law nakalat jabalan hasatan, mwanamke kama atakuwa ni mtu ambaye yani anapasua jabal, mlima, kipande kwa kipande, wakala laha zawjuha, kisha mumewe akamwambia barakallahu fik, akamwambia maneno haya kwa kumtakia baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawfa takunu as'ada almar'a, sawfa takunu as'ada almar'ati ala wajhi al-ard, kwa hakika ni mwanamke ambaye atakuwa mwanamke mtukufu, mwanamke mbora, atajiona kuwa ni mtukufu katika mgongo huu wa ardhi. Ndugu zangu Waislamu, a'ti kulli dhi haqqin haqqah, kipe kila chenye haki haki yake. Wakadhalika fi Ramadhan ihtammi ya ibadallahi biit'ami alfuqara. Nimalizia khutba yangu kwa usia wa Islam waumini katika vitu ambavyo wanatakiwa kujipamba navyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni suala zima la kuwashughulikia mafukara kwa kuwalisha, kwa kuwasaidia. Falluqam tadfa'u niqam, tonge moja ambalo waweza ukalitoa kumsaidia ndugu yako Muislam ni jambo ambalo litakaloondosha matatizo mbalimbali. Qala an-nabiy li sayyidina Jibril alayhi salam, mtume alayhi salatu wassalam alisema kumwambia sayyidina Jibril akiwa anamuuliza lima ittakhadha Allahu Ibrahima khalila, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala kamfanya Nabiyullah Ibrahim kuwa ndio kipenzi chake zaidi, kamfanya kuwa ndio mwandani wake zaidi? Qal Sayyidina Jibril akasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liit'amihi at'am, kafanya hivyo, amemfanya huyo Nabiullah Ibrahim kuwa ni kipenzi chake kwa sababu ya kulisha kwake chakula. Faya ayuhal muslimun fi Ramadan afshu salam, enyi Waislamu katika mwezi mtukufu Ramadan peaneni salam, wa at'imu at'am, lishaneni chakula, wa wasilu al-arham, lakini ungeni udugu, wasallu bil-laili wan-nasu niyam, lakini pia salini usiku wengine wakiwa melala, tadkhulu al-jannata rabbikum bisalam, mtaingia katika pepo ya Mola wenu kwa amani. Ihris fi Ramadan ala fi'li al-khairat, pupia ndugu yangu Muislam katika mwezi mtukufu wa Ramadan kufanya yaliyokuwa ya khairi mbalimbali. At'im ja'ian, mlisha yule ambaye ana njaa, uksu ariyan, mvisha yule ambaye yuko uchi, sa'id muhtajan, msaidia ambaye ni mwenye shida anahitajia, irham dha'ifan, mhurumia dhaifu, samih musian, kuwa mwepesi kumsamehe yule aliyekosea, u'id maridan, jiwekee desturi ya kuwatembelea wagonjwa, shayyi' janazatan, ebu sindikiza jeneza, ikrim dhaifan, mkirimu mgeni, ukfil yatim, mle yatima, khudh biyadi a'ma, lakini pia mshike mkono kipofu, sa'ala maslahati armala, lakini pia kuwa tayari katika kutengeneza au kuwasaidia wajane, aslih baina mutakhasimain, suluhisha baina ya wale ambao waliokozana, uqdi daina insan madyun, lipa deni la mwanadamu ambaye anadaiwa muda kuwa bado katingwa na deni, basi kuwa mwepesi katika kumlipia. Ish khaddaman lilmuslimin, ishi katika kuwahudumia na kuwatumikia Waislam. Amitil adha an tariqi nas, ondosha udhia mbalimbali katika njia za watu. Imsah ala ra'si al-yatim, ebu pangusa kichwa cha yatima. Ndugu yangu Muislam, ayuha almuslimun fi Ramadan shay'u al-janaza, ndani ya mwezi mtukufu Ramadan sindikizeni jeneza, zuru almarda, watembeleeni wagonjwa, tasaddaqu ala alfuqara, ebu wapeni sadaka mafukara. في يوم من الأيام, moja katika masiku, qala an-nabiy li ba'd ashabi, mtume alayhi salatu wasalam alisema kuambia baadhi ya sahaba zake, man minkum al-yawma asbaha sa'ima, nani miongoni mwenu leo kaamka akiwa amefunga? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah, Abu Bakar akasema ni mimi ya Rasulullah. Mtume akasema tena, man minkum al-yawma shay'a janazah, nani miongoni mwenu leo kaamka amewahi kusindikiza jeneza? قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي من منكم اليوم تصدق على مسكين, nani miongoni mwenu leo ametoa sadaka kwa maskini? قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هذه الأمور الأربع, hayajapatapo kukusanyika mambo haya manne fi yawmin wahid, ndani ya siku moja, fi rajulin wahid, kwa mtu mmoja, illa wadakhala aljanna, isipokuwa ataingia peponi. Ndugu yangu Muislamu, huu ni mwezi ambao kwa kweli tunatakiwa kujikita na kujituma kuyafanya yaliyokuwa kheri mbalimbali. Yako mengi ndugu zangu Waislamu, usipuzie jambo lolote lilokuwa la kheri. Muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala
akuafikishe ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, sio mwezi wa kawaida, lakini pia akupe nguvu ya kuweza kuyatekeleza yaliyokuwa ya khairi mbalimbali. Namuomba Allah azza wa jal atupe msaada wa kuweza kuyatekeleza yale ambayo yanamridhisha. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.